salama, kwake napewa uwezo, faraja na neema. Ni mwendelezo wa masomo yetu ya siku 70 za maombi na maombi maalum katika mwendelezo wa siku ya leo ya maombi. Nikukumbushe hili katika Jumatano ya leo, damu ya Yesu inatumika kusafisha dhambi. Kati ya jukumu kubwa la damu ya Yesu, na ndio maana katika Yohana wa kwanza sura ya kwanza mstari wa kuanzia wa 7 hadi wa 9 inatambulisha pia ya kwamba tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, atatusafisha na kututakasa na udhalimu wote. Yesu Kristo anatukumbusha siku ya leo ya kwamba damu ya Yesu kabisa iliyomwagika msalabani inatosha binti, kijana, haijalishi kwa makosa ambayo yanaonekana kwako leo. Makosa ambayo yanaonekana kwako, habari njema ni kwamba kwa Yesu yanaonekana mbona yameshasamehewa. Habari njema ni kwamba dhambi ambazo zimekuwa zirudia miaka nenda rudi, nikukumbushe katika Jumatano ya leo, ni kinachohitajika tu ni toba kutoka ndani ya moyo. Nikwambie tu ya kwamba baada ya toba hii, damu ya Yesu ikatoshe leo, ukatoshe kuamini ya kwamba damu ya Yesu inatosha kunisafisha na kunitakasa. Ikatoshe leo ubaki kuamini ya kwamba damu ya Yesu ikatoshe mimi niitwe tena mtoto wa Yesu. Shida iko wapi? Hatia moyoni. Watu wengi wana hatia moyoni, watu wengi wana majuto moyoni, watu wengi wanaumia moyoni. Nikutie moyo katika siku ya leo, damu ya Yesu inatosha. Hakuna kitu kingine duniani kitakachoweza kukusafisha. Kama utajikatia tamaa, nikwambie ya kwamba ipo damu ya Yesu ambayo ndiyo inayoleta kuleta kujibiwa maombi yetu. Pia ipo damu ya Yesu ambayo inakuwa leo kubwa na inafuta. Nikwambie tu ya kwamba kati ya jibu kubwa na kati ya kitu muhimu katika dhambi, damu ya Yesu ihitaji kusafisha na kutakasa katika Jumatano ya leo. Na Mungu wetu ni mwaminifu, atakusafisha kabisa. Ni kitu gani ambacho leo katika Jumatano ya leo, ni dhambi gani, ni makosa gani yamekufanya hata wakati mwingine uchoke kuomba? Kwani shida iko wapi? Watu tu tumechoka kuomba, wamechoka kuomba kwa sababu shetani naye anaingiza zile hisia za kukwambia wewe haustahili, zile hisia za hizo ni hisia tu, ndio maana zinakuja, unapata wasiwasi, unapata msongo wa mawazo. Damu ya Yesu ikatoshe kukusafisha leo. Damu ya Yesu ikatoshe, ikatoshe. Damu ya Yesu ni kubwa kuliko dhambi yoyote ile duniani. Baba wa mbinguni, mtoto wako huyu, damu yako iliyomwagika msalabani Jumatano ya leo ikasafisha na kuanza mianzo mipya kwake. Mtoto wako huyu, maumivu alionayo katika moyo wake, Jumatano ya leo ukasafishe dhambi, makosa yanayoonekana katika kumbukumbu za akili ya watu, makosa yanayoonekana katika kumbukumbu za familia anayotoka, makosa yanayoonekana katika sehemu mbalimbali. Damu yako Yesu ikasafishe, na huyu dada na huyu mama na huyu kijana na huyu mtumishi wako mwanaume huyu akapate amani na burudiko ndani ya moyo wake, na akaanze upya tena kuwa karibu na wewe, na usimwache aibike, kwa jina lako Yesu, amen. Bwana